Misingi iliyoharibika, siku ya 4. Katika mfululizo huu tunaingia kwa undani kuangalia chimbuko la misingi lilianzia lini. Siku ya kwanza tulifanya utambulisho wa misingi mbalimbali kwenye maisha. Siku ya pili tukaangalia mwanadamu kabla ya misingi haijaharibika aliumbwa afanane na Mungu, abebe chapa ya Mungu, afikiri kama Mungu, awaze kama Mungu na atende kama Mungu. Na siku ya tatu tukaangalia undani wa kuumbwa kwake, kutawala kwake. Leo siku ya 4 tunaangalia chimbuko la misingi kuharibika. Pamoja na kwamba mwanadamu aliwekwa awe mtawala, na tuliposoma kwenye kitabu cha Hekima ya Sulemani kwenye Biblia ya Kikatoliki, Hekima ya Sulemani sura ya 2 aya 23, neno linasema, yaani Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe ili apate kutokuharibika, lakini ulimwengu uliingiwa na mauti kwa husuda yake Shetani. Hekima ya Sulemani sura ya 2 aya ya 23 na 24. Kwenye siku ya 4 ya leo tunaangalia Mwanzo sura ya 3, na kipande hiki kinaelezea anguko la misingi. Misingi ilipoanza kuharibika. Kuharibika kwa misingi ni nini? Tunaposema misingi ikiharibika, maana ya misingi iliyoharibika ni nini? Kumbuka, msingi ni ule unaobeba hatima ya yote, aidha kwenye elimu, kwenye biashara, kwenye ndoa, msingi wa nyumba ama msingi wa kitu chochote ni muhimu sana. Misingi iliharibika kwenye anguko la mwanadamu. Na anguko la mwanadamu ni nini? Ni pale mwanadamu alipotoka nje ya maagizo, nje ya kusudi la Mungu. Ndilo anguko. Mwanadamu alipoasi, dhambi ni uasi. Alipotoka nje ya maagizo ya Mungu, misingi yote ya kutawala, ya kuwa meneja, ya kutawala, ya kuzaa, kuongezeka, kubeba sura ya Mungu, kubeba makusudi ya Mungu, yote yakadondokea baharini, yakazama. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia aya ya 7, aya ya 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi akatoa katika matunda yake, akala, akampa na mumewe, naye akala. Mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wa uchi, wakashona majani ya miti, wakajificha, wakajifanyia nguo. Mstari wa 8, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mstari wa 9, Bwana Mungu akamwita Adam akamwambia, uko wapi? Adam, uko wapi? Mwanadamu, uko wapi? Nilikuumba uwe mtawala, manager, mtawala, mmiliki. Uko wapi? Sikuoni kwenye nafasi yako, sikuoni kwenye utawala wako, sikuoni kwenye kusudi ambalo kwalo nalikuumba. Nimekuona uko sehemu nyingine. Upo wapi? Uko wapi? Jiulize mara 7, kwani uko wapi? Uko sehemu sahihi Mungu aliyokuumba? Ama bado tunasema tunayatafuta maisha, tunajitafuta? Jiulize sana, jitafakari, uko wapi kwenye kusudi la Mungu alilokuumba? Uko wapi? Mstari wa 10, akasema
na alisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa ni uchi, nikajificha. Ndipo anguko ama misingi kuharibika ilianzia hapo. Na alisikia sauti yako, nikaogopa. Woga uliingia wapi? Kiumbe ambacho kimeumbwa kifanani na Mungu, woga uliingia wapi? Kuna kitu alifanya hata woga, fear, worry, frustration, dismay, kufadhaika, wasiwasi na woga, mauti yakaingia kwa mwanadamu. Misingi iliyoharibika ilianzia hapa kwenye Mwanzo sura ya 3, ndipo misingi ilianza kuharibika ya mwanadamu. Yakaja mengi, ukisoma hapo. Adamu akauliza, kwa nini umefanya hivyo? Adamu akamwambia Mungu, mimi sina shida, mimi ni mzuri. Tatizo ni nini? Huyu mwanamke uliyenipa. Alafu Mungu akaenda kwa mwanamke, mama, niambie nini kilichokifanya? Mwanamke akamwambia Mungu, mimi sina shida, tatizo ni nyoka uliyemleta hapa, mimi ni mzuri. Matokeo yake ndiyo haya. Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 5 kuanzia aya ya 6. Mathayo sura ya 4 kuanzia aya kuanzia aya ya 8. Ile neno ni la ajabu sana. Utaona misingi ilikoharibika, binadamu alipokosa mwelekeo, misingi iliyoharibika. Mathayo sura ya 4 kuanzia aya aya 8. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari zake. Ibilisi, shetani, akamwonyesha Yesu. Mstari wa 9, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka na kunisujudu. Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, ukamwabudu yeye peke yake. Kwenye Luka, naomba tuende kwenye version ya Luka sura ya 4 aya ya 5. Ameeleza kitu hicho kwa maneno mengine. Hapa ndipo penye msingi ambao Yesu anaueleza, anguko na chimbuko la misingi kuharibika ya mwanadamu. Luka sura ya 4 aya 5 na kuendelea. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja, in a twinkling of an eye. Mstari wa 6, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Naomba nikuulize swali, shetani alitoa wapi? Kwenye hati miliki ya dunia hakupewa shetani, alipewa mwanadamu. Imetoka wapi? Naomba nirudie. Mstari wa 6, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote nipendavyo. Niambie, shetani alitoa wapi? Mstari wa 7,
basi wewe ukinisujudia mbele yangu, haya yote yatakuwa yako, yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, ukamwabudu yeye peke yake. Madhara makubwa kwa mwanadamu yalianzia hapo, baada ya anguko la mwanadamu. Madhara makubwa yalianzia hapo, baada ya anguko la mwanadamu. Adam alivyokuwa nakimbia, amesikia sauti ya Mungu. Kumbuka, Adam na Eva walikuwa hawahitaji kwenda kwenye ibada, walikuwa hawahitaji kusali, hawahitaji kitubio, hawahitaji waombe ili Mungu aje. Hawakuwa wanahitaji wa kumwambia Mungu, njoo tutembelee leo. Absolutely no. Ni Mungu alikuwa anawatembelea wenyewe. Kuna kitu wamefanya, wao ndio waliomkimbia Mungu. Kwa sababu hiyo, wakati Mungu anakuja kumtafuta mwanadamu, hakumpata kwenye nafasi yake. Alipoteza nafasi, misingi iliyoharibika. Alipoteza nafasi, alipoteza nguvu ya kutawala, na kila kitu Mungu alichomwekea vikahama kutoka kwa mwanadamu kwenda kwa Shetani. Ndio maana wakati Yesu alivyokuja, alipoanza kazi yake na alipojaribiwa kama Adamu wa kwanza, Shetani akamwambia, ni kweli mlinifukuza mbinguni, sikuwa na chochote, lakini nimeshuka duniani, angalia vyote vimo mikononi mwangu. Ninachotafuta kwako nisujudie, nikupe. Tafakari sana, tafakari sana. Jiulize mara 7, kwa nini uko kama ulivyo? Kwa nini familia yako iko hivyo? Kwa nini hiyo shida na hilo tatizo limewaandama miaka na miaka? Kwa nini kila unachokifanya hakifanikiwi? Usilaumu mazingira, usilaumu nchi. Kuna watu wanafanikiwa wakati wewe unafunga frame. Wakati wewe imefika mwisho, kuna wanaoibuka. Jiulize sana, kulikoni? Kwa nini misingi imeharibika? Kwa nini yule dada haolewi? Kwa nini hawazai? Kwa nini ni wagumba? Kwa nini kila majanga yanawaangukia? Ni nini kilifanyika? Ni misingi gani iliyoharibika imo huko? Itafakari sana. Tunajibu hayo maswali na kila kitu unachokipitia. Kwa nini mama na baba baada ya kujitahidi kuwasomesha watoto, kuwapa elimu, wameishia katikati? Tatizo halikuwa fedha, tatizo hakukosa ada ya kumsomesha. Amefika mahali hatujui ni kitu gani kimeingia kwa yule kijana na yule dada, wameacha chuo. Wengine wamepelekwa hata nje ya nchi, wamerudi wameharibika. Wengine wamebishana na wazazi wao, na hali za namna hiyo ndani na nje ya nchi. Kwa nini? Misingi iliyoharibika, vyote vikapotea. Shetani akamwambia, nina kila kitu mikononi mwangu, ninachokihitaji ni kile alichokitaka akiwa mbinguni. Anguka chini unisujudie, na mimi nitakupa hivi vyote. Tafakari sana misingi iliyoharibika. Kwa nini ninyi ni maskini? Kwa nini hawakusoma? Wazazi hawakuwa na ada. Misingi yake ilitoka wapi? Baba yako alikuwaje? Babi yako alikuwaje? Babu wa babu alikuwaje? Na kwa nini misingi ya hiyo tabia imewakamata? Tafakari misingi iliyoharibika. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kabla ya kulaumu na ya kumnyoshea kidole, jiulize maswali kadha wa kadha. Kwa nini ametenda hivyo? Chanzo chake ni nini? Jiulize mara 7, why? Kwa nini niko hivi? Kwa nini tabia hii iko ndani yangu? Kwa nini nina maelekeo ya namna hii? Kwa nini hali hii imetupiga kwa miaka mingi? Misingi iliyoharibika tutaiangalia. Tafakari sana, chambua hayo maswali kwa kuangalia maisha ya kwako. Kama maisha yako ni mazuri, kila kitu kiko vizuri, perfect,
hakuna shida, tumshukuru Mungu. Lakini kwa wale ambao maisha hayaendi, hakuna kinachokwenda, kimegoma, naomba hapa tuwe wa kweli, tusijifiche. Ni kweli Mungu ni mwema. Yes, Mungu ni mwema, hatujakataa. Wema wake hauna mwisho, lakini hakuna kitu kinachokwenda kwako, badala ya viende mbele vinarudi nyuma. Kama vyote vinaenda mbele vizuri, mshukuru Mungu. Lakini kwa wale ambao misingi imeharibika, vitu vimeharibika, ukitazama leo, afadhali ya jana ndiye inayekutafuta kwenye mfululizo huu. Tafakari sana, tengeneza muda wako wa binafsi, wa upweke, wa kujiuliza, kwa nini ninapitia hiki ninachokipitia? Tafakari sana na tumsifu Yesu Kristo.